Wewe vipi? Yule binti, kuna siku nimewahi kukutana naye baa. Akaniambia kwamba ananifahamu. Lakini kwenye upeo wa macho yangu ndo kwanza nilikuwa namuona ile siku. Vipi? Unamfahamu? Hapana, kwenye mboni za macho yangu namuona sasa hivi. Sasa yule ni nani? Mbona kama ananifuatilia? Kwa sasa acha kuwaza mawili. Tumalize hili moja, litafungua mengine. Ya. Chukua namba. Kumbe kuna wageni. Marahaba, habari za huko utokako? Vipi, umefanikisha ulichokifuata huko? Yaani mama wangu bwana. Mama, yaani kiukweli nimechoka sana. Unajua nimechoka? Kwa hiyo hata kama nikisema hapa sasa nianze kukuelezea nahisi sitakuelezea vizuri. Kwa hiyo naomba tu nikapumzike, then wakati mwingine tutazungumza mamangu. Sawa, hamna shida. Tumebakiwa na usiku mmoja. Maandalizi yakoje? Mlivyoniandaa ndivyo nilivyojiandaa. Vizuri. Lakini kiza cha leo, huyu shujaa anamulika kwake. Usijali. Funguo ya kitasa cha mlango wake ipo kwangu. Umeshindwa kukamilisha ulichokianzisha. Na ukichelewa wanaenda kufaidika kwa mpango wako.
Kuanzia sasa unaweza ukafanya kitu chochote kile ambacho ulishindwa kufanya mara ya kwanza. Ninachomaanisha upo huru. Shaka wantagwa imani Kuba babake. Huyo kwa international referee. Puyaka Kwantamani. Bila shaka matatizo yangu umeshayafahamu. Ukiona Kulu analia, ujue Dodo anaumia. Binti, huo ni mchezo wa kichawi. A witch game? Unaiona hii kufuli, inahitajika ipatikane funguo yake. Inapatikana wapi sasa? Hiyo ndio kazi yako. Na itakapopatikana hii funguo, hapo tiba yako ndio itakapokamilika. Ila kwa sasa nitakupa dawa za kujikinga na ndoto za ajabu. Chukua. Unaiona hii dawa? Mung'unya, meza, kisha tema. Mung'unya, meza, kisha tema. Mung'unya, meza, kisha tema mara 3. Chukua. Fuata nilichokuelekeza ili ndoto za ajabu ziondoke. Unaweza ukaenda. Shikamoo mama. Hebu njoo tuzungumze hapa. Mwanangu, shida nini? Mbona utulii nyumbani? Umekuwa mtu wa kuhangaika kila siku uendaye kwa Mungu. Tatizo nini? Sawa, hayo ni maisha yako. Je, kuhusu mumeo? Ndio hataki kuniambia kabisa? Mama, sio kwamba sitaki kukuambia, lakini nini? Au ndio unataka kuniambia kwamba nikuache ukalale huko, alafu baadaye ndio uje uongee na mimi? Si ndio? Ninachojua mimi, hujaachana na mume wako. Na kama ungeachwa, ningepata taarifa. Rebeka,
hujaachana na mume wako, ila kuna kitu kinaendelea. Kuna jambo unanificha mwanangu. Mimi ni mama yako, naijua nyeusi, naijua nyeupe. Usitake kuniaminisha kuwa kaniki inatakata kwa sabuni. Mdogo, tafadhali keti, nitakwambia kila kitu. Binti, una moyo wa ujasiri sana kwa hili unalotaka kulifanya. Sidhani kama kuna binti wa muonekano wako angeweza kulifanya hili, na kama ataweza kulifanya asingeweza kulifanya kwa ukubwa huu. Mtabibu, mimi sidhani kama kuna haja wewe kunielezea sana, kwa sababu hiki ambacho mimi nakifanya kutoka ndani. Kwa hiyo mimi naomba tu nifanyie kazi yangu kama itawezekana. Nimependa ujasiri wako binti. Kazi yako inawezekana. Ina maana ulikubali shoga yako atembee na mume wako ili mradi tu utimize azma yako, si ndio? Ilinibidi nikubali mama, kwa sababu alisema afi moja kwa moja. Lakini pia mimi sikufanya hivyo kwa nia mbaya. Nilifanya kwa sababu mafanikio ya familia nzima. Haya, baada ya rafiki yako kukamilisha ikawaje sasa? Baada ya siku kukamilika, alikuja ofisini. Kazi yako nimeshaimaliza. Okay. Lakini mbona kama imekuwa haraka sana? Kwa sababu pia ulihitaji haraka, hivyo sikuwa na muda wa kupoteza. Safi. Kwa hiyo tunafanyaje? Nasubiri kauli yako ya mwisho. Sawa. Embu baadaye mlete nyumbani, alafu tutazungumza vizuri. Sawa. Uwe na kazi njema. Asante. Kwa hiyo alimleta? Hapo ndipo tatizo lilipoanzia. Maana baada ya hapo, Reni, wewe ni rafiki yangu, lakini mimi kuna kitu bado sielewi hapa. Tatizo ni nini? Mimi kukuelezea shida zangu ama kukuamini kupitiliza? Eti shida ni nini? Rebi, kwenye hii dunia usimwamini mtu yoyote zaidi ya baba yako mzazi ama mama yako. Rebeka, mimi pia na matatizo yangu, lakini ilikuwa sijui jinsi gani ya kuyatatua. Nashukuru kwa sababu umekuwa mwanga wa mimi kutatua matatizo yangu. Usimwamini rafiki uliokutana naye ukubwani. Pole. Mwanangu, umewezaje kukaa na mzigo mkubwa kiasi hicho? Je, usingeutua hapa kwangu leo, ungeutua wapi mzigo huo? Niliogopa mama. Niliogopa kumshirikisha yote juu ya hili, kwa sababu nilisi mgenitenga. Na pia nilisi mtanifikiria labda mimi ni muuaji kwenye hili. Haya, huyo binti yuko wapi kwa sasa?
baada ya kuonana naye mara ya mwisho aliamua kuhama mji. Kuna sehemu kampeleka mume wangu, lakini sijui ni wapi na sijui ni kwa nani. Sasa tunampataje mkwe wangu? Hiyo ndo kazi nilionayo kwa sasa. Kuna mtu inabidi nimtafute, lakini kwa bahati mbaya sijui ni nani. Mwanangu, lazima tumjue.